ya BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Urusi yazidisha mashambulizi kusini mwa Ukraine. Vifo na majeruhi vyatajwa wakati huu upatikanaji wa umeme katika eneo hilo ukikwama kwa siku kadhaa. Mwanariadha maarufu wa mbio za marathon Eliud Kipchoge awasa vijana wanaochipukia katika michezo mbalimbali duniani kuzingatia nidhamu na kujituma kwa nguvu zao zote. Naambia wakuwe na mpango mzuri kwa maisha yao, wajiepushe na mambo mingi, wakuwe na ile nidhamu mzuri kwa mbio, kwa spoti yote wenye wanapenda kufanya, na wafanye kwa roho yao na bila shaka watafaulu. Na katika mfululizo wa makala za mwisho wa mwaka hii leo tunamulika anga la kimataifa, matukio makubwa yaliyogonga vichwa vya habari duniani mwaka huu 2025. Tumekuwa na mabadiliko ya kisera katika baadhi ya maeneo ambapo Rais Trump amekuwa akiahidi mara kwa mara kufukuza wahamiaji wote ambao hawajawa katika mifumo rasmi ya Kimarekani kurudi makwao. Ni muktasari wa habari za dunia. Maafisa wa Ukraine wamesema kuwa Urusi imeshambulia tena bandari iliyoko kwenye bahari Nyeusi ya Odessa kwa mara ya pili ndani ya saa 24 zilizopita. Gavana wa Odessa amesema kuwa miundombinu ya bandari pamoja na meli ya kiraia vimeharibiwa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limejadili mgogoro unaoendelea nchini Sudan. Mkutano huu uliitishwa kwa ombi la serikali ya Sudan ambayo imelalamikia ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kikosi cha kijeshi cha RSF. Pande zote mbili zimeimarisha jitihada za kutoa na kudhibiti maeneo ya kimkakati zikitumia ndege zisizo na rubani, mizinga na mashambulizi ya angani, huku vifo na majeruhi vikiarifiwa kuongezeka hasa vikilenga raia. Takriban siku mbili baada ya kifo cha mwanamke aliyekuwa na umri wa miaka 20 katika tamasha la Asake na Gabs jijini Nairobi, watayarishaji wa tamasha hilo almaarufu kama Tukutane Entertainment wametoa rambirambi, huku polisi wakithibitisha kuwa mwanamke huyo alifariki kutokana na kukanyagana. Samba Tenzi anaarifu zaidi. Msanii wa miondoko ya Afrobeats kutoka nchini Nigeria, Asake, ameomboleza kifo cha Karen Lojore mwenye umri wa miaka 20 aliyefariki baada ya msongamano wa watu katika tamasha lilotumbuiza mjini humo. Msemaji wa polisi nchini Kenya, Michael Muchiri, ameiambia BBC kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kubaini kilichotokea, sababu zake na namna ya kuzuia matukio kama hayo siku zijazo, huku mtayarishaji wa tamasha hilo akisema wanashirikiana na mamlaka kutafuta ukweli wa tukio hilo. Kupitia mitandao ya kijamii, mama wa msichana huyo aliwataja waandaaji wa tamasha pamoja na Asake na Gabs, akihoji kilichompata mtoto wake na kudai haki itendeke. Kupitia taarifa yake, Asake amesema amesikitishwa sana na tukio hilo na kutoa pole kwa familia na marafiki wa marehemu, akisisitiza umuhimu wa ukweli kujulikana na wahusika kuwajibishwa. Mashuhuda na watumiaji wa mitandao ya kijamii wamearifu kuwa changamoto za kuingia uwanjani na udhibiti wa umati ndio sababu ya mkasa huo. Wakati haya yanajiri, ni kama kutonesha kidonda, kwani mkasa mwingine unaokumbukwa ni ajali kama hiyo iliyotokea mwaka 2022 katika tamasha la Asake mjini London. Mashuhuda waliripoti foleni ndefu nje ya uwanja wenye uwezo wa kuingia watu 30,000 huku wengi wakikwama kuingia. Mwandishi wa Uingereza mwenye asili ya Kenya, Emmanuel Ndungu, ameeleza wasiwasi kuhusu milango ya kuingilia, udhibiti wa umati na utaratibu wa kuingia. Tukutane Entertainment imeandaa matamasha makubwa awali yakishirikisha wasanii kama Tems, Rema na Sauti Sol. Desemba 2022, msongamano katika tamasha la Asake huko London uliua watu 2. Na msichana wa Kipalestina mwenye umri wa mwaka mmoja, Siwara Shur, aliyekuwa amehamishwa kutoka Gaza kwenda Jordan kwa matibabu ya utapiamlo mkali, amerejeshwa hospitalini Gaza baada ya hali yake kudorora. Siwara alirejea Gaza tarehe 3 Disemba baada ya kukamilisha matibabu ya miezi 6 Aman. Bibi yake amesema mtoto huyo aliugua siku 3 baada ya kurejea akihara na kutapika. Kwa sasa anatibiwa katika hospitali ya Mashahidi wa Al-Aqsa akiwa na maambukizi ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kinga dhaifu na lishe duni. Hii ni BBC. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio ya shirika nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na Bomba FM. Kenya ni Mwanedu FM, Uganda Voice of Busoga, nchini DRC Radio Muungano Beni, na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga.
Urusi imezidisha mashambulizi katika eneo la Odessa kusini mwa Ukraine, yakisababisha kukatika kwa umeme kwa kiwango kikubwa na kutishia miundombinu ya bandari. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba amesema mashambulizi hayo ni ya kimfumo na akaonya kuwa mwelekeo wa vita huenda umeelekezwa Odessa. Rais Volodymyr Zelensky amesema lengo la mashambulizi hayo ni kuikwamisha shughuli za bahari za Ukraine. Awali, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitishia kuikata Ukraine kwa njia ya bahari kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za Urusi katika Bahari Nyeusi. Yevgeny Alekmov ni mwanajeshi wa Ukraine. Adui anatumia nguvu nyingi kukata njia zetu za usambazaji. Hivyo kwa sasa vita ni vinapiganwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani na mifumo ya ugavi. Ni mashambulizi ya hivi karibuni katika mfululizo wa mamia ya mashambulizi ambayo yamevuruga upatikanaji wa umeme katika eneo hilo kwa siku kadhaa mfululizo na kusababisha vifo na majeruhi kadhaa. Tuelekee nchini Kenya ambako mwanariadha maarufu wa mbio za marathon Eliud Kipchoge amesema kuwa mashirika ya riadha duniani pamoja na vyama vingine vya michezo havijafanya jitihada za kutosha kuwalinda wanamichezo wala kukuza vipaji. Raia huyo wa Kenya ambaye amepata mafanikio makubwa ikiwemo medali 2 za dhahabu za Olimpiki, taji la dunia na mashindano makubwa 11 ya marathon katika tasnia iliyodumu kwa zaidi ya miaka miwili, anaamini mfumo wa sasa unazalisha mgawanyiko katika tasnia hiyo. Mwandishi wa BBC Newsday Ansoi amezungumza na Eliud Kipchoge na kwanza ametaka kujua kuhusu tetesi za kustaafu kwake zina ukweli wowote. Kwa kweli siwezi nikachita na kustaafu, lakini ni kufanya vitu zingine yenye naona inaweza leta raha kwa maisha yangu na raha kwa watu wengine. Kwa sasa napanga kukimbia masafa waliseme mbio 7 kwa dunia yote kwa miaka 2 na kwa muda ya miaka 2.5 kwa Afrika, Europa, Amerika, Australia, mapara sote za hii dunia. Lakini kwa minajili ya kuwa karibu na wale watu wanapenda sport, kwa kujaribu kuuza sport na kujaribu kuuza mambo ya kukimbia kwa watu kwa sababu ya afya sao. Na kwa wale wakimbiaji ambao wamekuwa wakikuiga, wakikutazama, wanafurahia, wanatazamia kwamba siku moja watakuwa pengine wamekaribia kiwango chako, ni wengi sana kote duniani, pengine ungeweza kuambia nini? Naambia wakuwe na mpango mzuri kwa maisha yao, wajiepushe na mambo mingi, wakuwe na ile nidhamu mzuri kwa mbio, kwa sport yote wenye wanapenda kufanya, na wafanye kwa roho yao na bila shaka watafaulu. Kumekuwa na wengine ambao kwa mfano Evans Kibet ambaye amekamatwa kule Ukraine, ambaye alikuwa anakimbia hapa alafu mara ghafla akachukuliwa Russia kwenda kupigana vita huko kisha akakamatwa Ukraine. Uliposikia hivyo, ulifikiria nini? Uliwaza nini? Ilikuwa ni huzuni kubwa wakati nilisoma na kusikia kwamba kuna mwanariadha Evans Kibet ambaye ako huko Urusi na ameachiriwa na aende vita huko na saa hii ako na shida mingi. So ilikuwa ni huzuni kubwa, lakini nataka kuambia wale vijana wadogo kwamba wasikuwe na tamaa mingi. Wajue kwamba kupanda ghorofa ni kupanda polepole, uweze ukaruka. Kumaanisha kwamba maisha lazima waendeshe polepole na njia ya taratibu. Ni mwanariadha maarufu wa mbio za marathon Eliud Kipchoge katika mazungumzo na mwandishi wa BBC Newsday Ansoi. Sasa tuelekee Moroko ambako mwandishi wetu Omari Mkambara amekita kambi. Ekaeka michuano ya kombe la mataifa ya Afrika imeendelea kushika kasi huko nchini Moroko. Timu za ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda na DRC zitashuka dimbani leo kutupa karata yao ya kwanza. Mwandishi wa BBC huko Moroko Omari Mkambara anatujuza mengi zaidi pamoja na matokeo ya michezo ya jana. Michezo iliyopigwa jana, mchezo mapema, Mali ilitoshana nguvu na Zambia kwa sare ya goli 1-1. Afrika Kusini Bafana wakawachapa Angola Red Devils kwa magoli 2-1. Omar Mermushi na Mohamed Salah wakaipa Masri ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Zimbabwe ambao pia walipata goli lao kupitia kwa Prince Mpumelelo Dube. Shughuli pevu ni leo ambako wakilishi watatu wa Afrika Mashariki watakuwa wanashuka dimbani kusaka alama 3 muhimu.
Katika kundi C, Tanzania Taifa Stars itakuwa na kibarua pevu dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagle. Mchezo ukipigwa kwenye dimba la Fes, uwanja ambao unachukua watazamaji 1045. Tanzania na Nigeria walikutana katika michuano ya AFCON 1980 na Tanzania kukubali kulala kwa goli 3-1 na kuelekea mchezo wa leo. Mshambuliaji Kibu Denis amesema hawana hofu wala hawaiogopi Nigeria. Maandalizi yamekuwa mazuri sana mpaka leo hii. Niweze kusema kwamba walimu wametumia vitu vingi sana kuhakikisha kwamba wanatujaza, tuweka sawa kiakili na kimwili. Kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwapa Tanzania furaha. Watu wengi wanatazama kama Nigeria ni timu kubwa zaidi ya Tanzania. Ndio. Nyinyi kama wachezaji mnalifahamu hili, mnatarajia nini kuelekea kwenye mchezo? Ni kweli kusema kwamba Nigeria ni taifa ambalo lina wachezaji wakubwa, wanacheza mashindano makubwa, na niweze kusema kwamba binafsi kwa sisi wa nchi yetu, niweze kuzungumzia nchi yetu na wachezaji wetu, mpira wa sasa hivi umebadilika sana. Sio kama mpira wa kizamani kwa miaka 40 iliyopita. Tunawaheshimu sana Nigeria, lakini hatuogopi. Kwa upande wake Simon Msuva amesema ana imani kubwa watafanya vizuri kuelekea mchezo huu wa leo. Kama mchezaji, matarajio yangu ni makubwa sana kiukweli, kwa sababu ni mashindano ambayo pia watu wengi wanaangalia. Uzoefu wangu nilokuwa nao toka nipo timu ya taifa mpaka sasa hivi, na mashindano ambayo tumeingia ya AFCON zaidi ya mara 3 sasa tunaingia. Mimi nafikiri ni wakati wetu sasa na sisi kuonesha kile kitu ambacho sio kwamba kipindi cha nyuma tulionesha kwa kiasi fulani, lakini this time around tunahitaji kusogea zaidi. Tuna mechi 3, ila ndio mechi yetu ya kwanza ambayo itatupa taswira katika michezo inayofuatia. Kwa mimi naamini tutafanya vizuri na Tanzania watuombee. Nao Uganda the Cranes watakuwa jijini Rabat kukipiga na Tunisia. Mlinzi wa kulia wa Uganda the Cranes Toby Peter anasema wanataka kushinda kila mchezo. Nadhani sisi kama wachezaji tunataka kufanya vizuri kadri tuwezavyo. Tunataka kushinda kila mchezo tunaocheza bila kujali tunacheza dhidi ya nani. Ni jambo ambalo sisi kama timu tunalitazamia kwa hamasa kubwa. Katika kundi D, wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards watashuka dimbani katika dimba la Almedina kucheza na Benini. Nao Simba wa Milima Teranga Senegal watacheza na timu ya taifa Botswana almaarufu kama Punda Milia. Ni mwandishi wa BBC aliyeko nchini Morocco, Mari Mkambara. Katika mfululizo wa makala za mwisho wa mwaka hii leo, Phyllis Mwate anamulika anga la kimataifa akikusogezea matukio makubwa yaliyogonga vichwa vya habari duniani tangu mwaka huu 2025 ulipoingia. Karibu. Hujambo msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba uko salama. Karibu kwenye makala haya maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ambapo hii leo tunaangazia habari za kimataifa zilizogonga vichwa vya habari mwaka 2025. Mimi ni Phyllis Mwate. Tunaanzia nchini Marekani, ambapo tarehe 20 mwezi wa Januari, rais mteule wa Marekani pamoja na makamu wake JD Vance hatimaye waliapishwa rasmi kuwa rais na makamu wake wa taifa hilo. Donald Trump alikuwa rais wa 47 kulitawala taifa la Marekani. Trump alitumia hotuba yake ya kwanza kushambulia utawala wa Joe Biden kwamba utawala uliopita ulitoa hifadhi na ulinzi kwa wahalifu hatari ambao wameingia nchini humo kinyume cha sheria. Je, Donald Trump ni nani hasa? Sarafina Robi anatueleza kwa kifupi. Anapendwa sana na wafuasi wake na kuchukiwa na wakosoaji wake. Donald Trump akiwa mzaliwa wa Queens, New York mwaka 1946. Babake Fred Trump alibobea katika ujenzi wa majumba. Baada ya kusomea shule ya kijeshi, Trump alijiunga na biashara ya familia yake, akinuia kupanua biashara hiyo. Viwanja vya kuchezea gofu, kasino, hoteli za kifahari pamoja na ghorofa maarufu ya Trump Tower zimekuwa alama ya utajiri na nguvu alizonazo. Mwaka 2004 aliendesha kipindi kipya cha televisheni cha kibiashara kwa jina The Apprentice na kuvutia kizazi kipya. Msemo wake aliopenda kutumia wa umefutwa kazi ulimpa umaarufu mkubwa. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, ndoto yake ikawa kubwa zaidi, ile ya kuwa rais wa Marekani. Akigombea kama mtu ambaye hana uzoefu wa kisiasa, Trump aliahidi kuifanya Marekani kuwa bora zaidi na kumpa pigo Hillary Clinton kwa kushinda uchaguzi wa mwaka 2016. Muda wake madarakani ulikuwa na utata. Alijiondoa katika mikataba mikuu ya mabadiliko ya tabia nchi na biashara, akapiga marufuku ya watu kuingia Marekani kutoka nchi 7 za Kiislamu, akaanzisha vita vya kibiashara na China na vilevile akawa na maelewano